وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الرابع عشر، hadithi ya 14 katika hadithi za kitabu chetu cha al-40 an-Nawawiyya rahmatullahi alayhi. Hadithi hii inaeleza mata yuhdaru damu al-muslim, ni wakati gani ambao humwagwa damu ya Muislamu, ni halali Muislamu kumwagwa damu yake. Ameipokea Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jambo la kwanza ambalo litahalalisha damu ya Muislamu kumwagwa ni athayibu azani, mtu mzima ambaye ameoa au kuolewa kisha akazini. Katika hali hiyo damu yake itamwagwa, maana yake atafanywa rajmu, atapigwa mawe mpaka atafariki mtu huyo. Na ndiyo hukumu ya Muislamu anapooa, sawasawa awe ni mdogo au awe ni mkubwa, maadamu ameoa basi anaingia katika hukumu hii, au ameolewa basi anaingia katika hukumu hii, awe mkubwa awe mdogo. Ndiyo makusudio ya athayibu azani. Jambo la pili ni an-nafsu bin-nafsi, ni mtu anapoiondoa nafsi, anapoua basi sheria itataka na yeye auawe vile vile kwa ajili ya kulinda nafsi za wanadamu. Lakini mtu wa tatu atariku lidinihi, ni mtu ambaye ameamua kuachana na Uislamu baada ya kuwa ameamini. Muislamu akaamua kuritadi kutoka katika Uislamu kwa kufarikisha na kutenganisha ule umoja na safu ya Waislamu, ilhali ametoka mwenyewe kwa khiari yake katika Uislamu. Kwa wale viongozi ambao wanasimamia dola ya Uislamu, kuna hatua zitafatwa, yustatabu, atatakiwa atubie. Anapokataa basi ataingia katika hukumu hii ambayo imetajwa katika hadithi hii ya Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Jaa al-islamu bidharurati al-khamsi, Uislamu umekuja na mambo muhimu sana matano ambayo Uislamu umeyahifadhi katika hadithi hii. Jambo la kwanza ni hifdhu dini. Uislamu umekuja kuhifadhi dini ya mtu, biqatli al-murtad alladhi yatalaabu bid-din, kwa kumuua yule atakayetoka katika Uislamu, kwa sababu mtu huyu atakuwa anacheza na dini ya Uislamu, kwa hiyo mtu huyu atauawa. Uislamu umehifadhi dini kwa kumuua yule ambaye atakayechezea dini kwa kuingia na kutoka katika dini. Lakini jambo la pili min daruriyat al-khams ni hifdhu al-aqli. Uislamu umehifadhi akili ya mtu kwa kumkataza kunywa vilevi ambavyo itakuwa ni sababu ya kuharibu kile kichwa chake, lakini kutumia madawa ya kulevya na vitu ambavyo vinaharibu ile akili ya Muislamu. Lakini jambo jingine ambalo limehifadhiwa katika Uislamu ni hifdhu an-nafsi. Nafsi imehifadhiwa, na nafsi imehifadhiwa kwa sababu gani? Bil qisasi min al-qatil, tunaihifadhi nafsi kwa kufanya qisas, kumuua yule atakayefanya jarima, kosa la kuua, pia atauawa kisheria. Na hili linasababisha katika mujtama, katika mazingira ya Uislamu, kuheshimu swala la kulinda nafsi ya Muislamu. Lakini vile vile hifdhu almali, ni kuhifadhi mali, biqat'i yadi sariq, kama vile kukata mkono yule ambaye anaifanya ubadhirifu. Mtu anaiba basi anatakiwa akate mkono wake. Haya yote yanaonyesha kwamba Uislamu umehifadhi mali ya Muislamu. Lakini vile vile hifdhu al-irdi, Uislamu umehifadhi heshima. Heshima ya mtu imehifadhiwa na Uislamu, na mfano ni kama bijaldi al-qadhif alladhi yaqdhifu al-muslimu bizina, ni kumpiga mijeledi mtu ambaye anayemsingizia mtu mwingine tuhuma ya zina, fajliduhum 80 jalda, mtu huyo atapigwa mijeledi 80. Kwa sheria imelinda vile vile heshima ya mtu. Yote Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaeleza akikusudia Waislamu waishi katika maisha yao kwa amani na utulivu na upendo baina yao. Yashuddu ba'dhuhu ba'dha, nyumba inapokuwa inajengwa, yale matofali yake katika nyumba hiyo huwa yanashikana, baadhi kuyashika mengine. Ndio walivyo Waislamu. Muislamu anapopata na tatizo Muislamu mwenzake, basi ahisi na yeye amepata na tatizo katika maisha yake, angalie ni namna gani ambayo ataitumia kumsaidia ndugu yake Muislamu. Mtu unapomkopesha mtu ukaona ana uzito katika kulipa deni, Allah ametoa mwongozo, in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Mtu anapokuwa na uzito ana deni lako, unaona kwamba
hana uwezo wa kulilipa, muongezee wakati. Wa antasaddaqu khairun lakum, lakini ukiona kwamba hana uwezo wa kulilipa kabisa, basi kumsamehe, kuchukulia kile unachomdai kama sadaka, kufanya hivyo ni bora kwenu nyinyi. Lau kuntum ta'lamun, laiti kama mngelikuwa mnafahamu. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.